amehiji hija mbili na kafanya umra mbili ndani ya siku ngapi? Hija mbili, umra mbili. Tena hizi hija zinazungumzwa zilizoswiki. Mtu akienda hija anatumia zaidi ya siku 10 kutokana na maandalizi yake. Usiulize na hizo pesa anazotumia na uja kwenda kule mpaka kurudi, na ile vurugu inatokea kule mpaka kuzunguka huku kufanya hivi, baada zile ngumu. Eti hija yake ikae si vizuri, sababu anazopata na wewe unapata kama hizo kwa itikafu na ni siku ngapi? 10. Hizi kweli ni za kuziachia hizi? Hivi vitu sio vya kuviacha. Lakini mtu ambaye amekaa itikafu siku moja, siku moja, aliyakuwa anataraji kupata la radha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atajalia kati ya huyo mtu na kati ya moto, ataweka maandaki matatu mbali wake. Handaki moja hiyo ukubwa wake baina ya mashariki na magharibi. Allah. Sasa kwa mangapi? Matatu. Yaani wewe kitu kinachoitwa moto usikisikie kabisa, wala vitu vinavyofanana moto usivisikie, wala moshi usiusikie kabisa. Tunazungumza sio moto tunawaka nyumbani, huo moto wenyewe Mungu alikusifia, innahu lawa nazaatan lishawa tad'u man adbara wa tawalla. Moto ni mzito, moto una mwako mkali mno, unaruka moto ni miale yake. Waliofanya ibada wenzetu itikafu kama hizi, kwa kuwa walishaambiwa wanawekwa mbali na moto, Mwenyezi Mungu akawapa ile hakika kweli ya kukaa mbali na moto, wakawa watu wa peponi. Mtu wa peponi akienda kuwekwa motoni haungui. Sali ya Bwana Mtume. Allahumma salli ala sallam. Haungui kwa sababu moto uko ndani kwa ajili yake. Ilishasema wala qaitu sirri ala rafa au midatin narani min wafmi sultani afana Allah. Kwa kuwa mimi ni mtu wa peponi, sasa kama lau alqaitu sirri ala rafa, huo moto mkali wenyewe uliosifiwa huo, kama nitazitupia misiri zangu, maana karama zangu, kwa sababu ni mtu mwema, si mtu wa moto, la kumidatinina, moto ungelikauka kwa makamu. Allah. Nilisimika kwa makamu tu, yale kama kale meza za uwezi kuasha ajasha, ingekuwa hivyo. Minawangu misurubani, kutokana na ule ukubwa na uzito wa nafasi yangu, unaona ya utawala wangu na kufaliwa Mungu kiucha Mungu. Kumbe hata mashehe wetu walipata kujipia kwa sababu ya ucha Mungu, lakini sababu zote ni ucha Mungu. Kwa hiyo basi, kama nilivyosema, itikafu imekuwa vitu vingi. Nimalizie kwa kusema kwamba wakadumu na yale ya itikafu wenyewe ndani ya misikiti, basi
Mwenyezi Mungu huwa anawashushia ule upole wake, kwa sababu ni wageni wake, anawahurumia. Yaani huruma ambayo haukuipata wewe ukifanya jambo lolote sehemu yoyote, hukuipata zaidi ya kukaa msikitini itikafu. Lakini maneno haya ameyazungumza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, matawadda rajulun masajid, mtu ajapatapo kukaa msikitini itikafu akaufanya msikiti ndio makazi yake, maana kakaa itikafu huko ndani itikafu akafanya nini? Bisalati, kwa ajili ya kufanya kuswali ndani. Ndio maana sisi tarawih, tasbihi, tahajjudi, witri, lengo tu kufanya ibada wali dhikri, na akashikamana na dhikri. Nini anachokipata? Tabashasha Allahu ta'ala ilayhi, Mwenyezi Mungu anamshushia utulivu wake. Allah upole, anamhurumia huruma ambayo hawezi kumhurumia akiwa nje ya msikiti. Wakao itikafu, lakini utakapopata mafunzo haya yatakayosemwa katika semina hii, tukipata mafunzo haya yatakayoelekezwa na viongozi wetu katika semina, basi kutoka pale tayari umeshakuwa